Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameonya kuwa vita kamili vya kikanda vitazuka iwapo Marekani itaishambulia nchi yake. Khamenei ametoa matamshi hayo alipohutubia umati wa watu kwenye makazi yake mjini Tehran kuadhimisha kuanza kwa siku kadhaa za sherehe za miaka 47 ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchi hiyo yaliyotokea mnamo mwaka 1979. Katika sehemu ya hotuba yake, kiongozi huyo mkuu wa Iran alisema Marekani inayakodolea macho mafuta, hazina ya gesi na rasilimali nyingine za Iran na kutahadharisha kwamba wanataka kuichukua nchi hiyo kama walivyowahi kuidhibiti miaka iliyopita. Wamarekani ni sharti wafahamu kwamba wakianzisha vita safari hii itakuwa vita vya kanda nzima, alisema Khamenei. Sisi si wachokozi, hatutomtendea ubaya yoyote, hatuna mpango wa kuishambulia nchi nyingine, lakini iwapo yupo atakayeonyesha tamaa na kutaka kutushambulia au kutugasi, Irani itatoa pigo kali kwao, alisema Khamenei. Matamshi yake yanakoleza moto wa mivutano katika wakati ya Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa ukandamizaji wake uliofanya ilipotumia nguvu kuzima maandamano makubwa ya nchi nzima yaliyotikisa Irani mnamo mwezi Januari mwaka huu. Hii ni mara ya kwanza kwa Khamenei kutoa kitisho cha moja kwa moja tangu Marekani ilipotuma manuari yake ya kijeshi na msafara mkubwa wa meli za kivita kwenye bahari ya Arabia jirani kabisa na Iran. Trump anasema anatafakari hatua za kuchukua kuiadhibu Iran kwa kuwaua waandamanaji. Haijafahamika hadi sasa iwapo Trump atatumia nguvu za kijeshi. Ameitaka mara kadhaa nchi hiyo kurudi kwenye meza mazungumzo kutafuta makubaliano kuhusu mradi wake wa nyuklia, changamoto nyingine katika mahusiano kati ya Tehran na Washington ambayo hadi sasa haijatatuliwa. Khamenei pia alionyesha kuchukua msimamo mkali dhidi ya maandamano yaliyoigubika nchi hiyo. Licha ya hapo, kabla ya kukiri kuwa kulikuwa na madai ya msingi ya waandamanaji kuhusu hali ya uchumi. Maandamano ya umma yalianza Disemba 28 mnamo mwaka 2025 yakichochewa na kuanguka kwa thamani ya sarafu ya Iran. Baadaye alishika kasi na kugeuka kwa upinzani dhidi ya utawala wa Khamenei. Uchochezi wa hivi karibuni ulikuwa sawa na mapinduzi, lakini bila shaka mapinduzi haya yalizimwa. Lengo lao lilikuwa ni kuharibu maeneo yote muhimu yanayohusisha kuongoza nchi, na kwa sababu hiyo walishambulia vituo vya polisi, majengo ya serikali, kambi za jeshi, mabenki na misikiti na kuchoma nakala za Qur'ani tukufu. Walivilenga vituo vinavyoendesha nchi, alisema. Shirika linalofuatilia haki za kibinadamu nchini Iran lenye makao yake nchini Marekani limeripoti kwamba zaidi ya watu 49,500 wamekamatwa katika ukandamizaji uliofanywa na mamlaka dhidi ya maandamano. Pia limesema zaidi ya watu 6,714 wameuawa, wengi wao wakiwa waandamanaji. Takwimu hizo hata hivyo zinakinzana na zile zilizotolewa na serikali ambazo zimehitaji idadi ya watu kuwa 3,117, ikisema 2,427 ni raia na vikosi vya usalama na kuwataja waliosalia kuwa magaidi.